Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima kutoka hapa Channel 10+. Mimi ni Lulu Ali, karibu sote. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ ni mwenyeji wa maadhimisho 6 ya wiki ya ushirikiano kati ya majeshi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na raia, iliyoanza leo Agosti 26 na yakitarajiwa kuhitimishwa Septemba mosi mwaka huu, huku akijumuisha shughuli mbalimbali za kijamii na marekebisho ya miundombinu kwa ajili ya huduma za kijamii. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Juma Mohamed anatueleza. Akizungumza baada ya uzinduzi rasmi wa maadhimisho hayo, mnadhimu mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, Luteni Jenerali Salum Haji Othman, amesema wenyeji huo ni heshima kubwa kwa JWTZ na taifa la Tanzania, na amewashukuru wakuu wa nchi za EAC kwa kuendelea kutoa mwelekeo na uamuzi huo. Ameshukuru pia Baraza la Makatibu Wakuu kwa kuimarisha ushirikiano kwenye sekta ya ulinzi kupitia miongozo na idhini mbalimbali. Hii kwa hakika ni ushahidi wa kiwango cha juu cha imani na uaminifu vilivyowekwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wageni mashuhuri, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mkutano wa EAC wa wakuu wa nchi kwa kutoa mwelekeo wa kimkakati na mamlaka, na kwa Baraza la Makatibu kuhusu ushirikiano katika masuala ya ulinzi kwa mwongozo wake na idhini ambayo imewezesha majeshi yetu kupanga na kutekeleza shughuli mbalimbali za pamoja, ikiwemo tukio hili muhimu. Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za tiba utawala jeshini, Brigedia Jenerali Dr. Agata Mary Katua, amesema maadhimisho hayo hufanyika kila mwaka katika moja ya nchi wanachama wa jumuiya, ambapo mara ya mwisho kufanyika nchini Tanzania ilikuwa mwaka 2022, akiweka wazi kuwa matibabu ya bure ni moja ya huduma zitakazotolewa, na tayari madaktari bingwa wanajeshi kutoka nchi za Burundi, Somalia, Tanzania, Rwanda, Kenya na Uganda wamewasili kwa ajili ya kazi hiyo. Hii kwa upande wa Tanzania ni mara ya pili. Mara ya kwanza lilifanyika mwaka 2022. Ni zoezi ambalo linatangulia maadhimisho ya siku ya jeshi ya kila nchi ambayo iko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Moja ya njia ya kuadhimisha ni pamoja na kuwa na zoezi hili ambalo linashirikisha majeshi ya nchi za Afrika Mashariki kutoa huduma kwa jamii ili kujenga mahusiano mazuri na jamii zinazotuzunguka ili iweze kutusaidia katika kutimiza wajibu wetu wa msingi ambao ni ulinzi wa taifa la Tanzania. Vituo vitakavyonufaika na huduma za kitabibu pamoja na ukarabati wa miundombinu ni pamoja na hospitali ya wilaya ya Ubungo, hospitali ya Vijibweni Kigamboni, na kituo cha afya Yombo Malawi Dar es Salaam, hospitali teule ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi, na hospitali ya wilaya Bagamoyo Pwani, pamoja na hospitali za wilaya za Mwerapongwe, Unguja na vitongoji Pemba. Juma Mohamed, Channel 10, Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya amewahakikishia wananchi wa Ushetu ile ni Kahama mkoani Shinyanga kuwa serikali itachukua hatua za haraka kujenga daraja katika mto Igombe litakalounganisha mikoa ya Tabora na Shinyanga ili kurahisisha shughuli za mawasiliano kati ya pande hizo mbili. Taarifa zaidi na Geoffrey Osiro anatueleza. Awali sakata la barabara hiyo ilibuiliwa katika mkutano wa hadhara wa Naibu Waziri wa Ujenzi Godfrey Kasekenya na wananchi wa Ushetu. Barabara hii ikifunguka kwa maana ya kujengwa nikapata daraja, wananchi wa hapa fursa za kiuchumi zitafunguka sana. Nikushukuru umeiona barabara hiyo. Nikuombe Mheshimiwa Naibu Waziri, kwa niaba ya wananchi hao, utueleze mpango wa serikali, lini sasa mkakati wa serikali kuhakikisha kwamba barabara hiyo inajengwa na inapata daraja. Naye Naibu Waziri Kasekenya, baada ya kutembelea na kukagua barabara hiyo, anakiri kuna changamoto linalopaswa kufanyiwa kazi. Unafika mto wa Igombe hakuna daraja. Nilichokiona nikawa naonyeshwa yale magomo nayo yaona yanakuaga 30 hapa kwa ajili ya kuvusha wananchi wakati mvua inanyesha. Nikauliza, je, mvua ikija na mamiti huko na nini? Akasema ndio biashara ya maisha inakuwa imeisha. Kisha akatoa ahadi kwa wananchi hawa kwa serikali itashughulikia barabara hiyo
kupata daraja. Kwa hiyo nataka niwahakikishie na nchi kwamba hilo nimelichukulia kwa uzito mkubwa, na tutakwenda tutafute mchakato wa nini kifanyike kwa mpango wa haraka, wakati na muda mrefu. Na magari mengi hayatazunguka Tabora kwenda Geita, watatumia barabara hii. Inawezekana na Mwenge hautatumia tena njia ya kuzunguka, unaweza kutumia hapa kuja kupita Tabora. Kutoka Kahama mkoani Shinyanga, Geoffrey Osiro. Wakulima wa zao la tumbaku wilayani Uyui mkoani Tabora wamelalamikia vitendo vya baadhi ya wanunuzi wa zao hilo kutofuata bei elekezi ya wastani wa dola 1.95 na kuamua kununua tumbaku kwa bei ya chini hadi dola 1.1, hali iliyolazimu baadhi yao kushindwa kuuza mazao yao, wakiomba serikali kuzibana kampuni hizo ili ziwapatie fidia, kwani hawana nguvu ya kiuchumi kurudi tena shambani katika kilimo cha msimu ujao. Adela Moses kutoka mkoani Tabora anatueleza. Malalamiko hayo ni ya msimu huu wa mauzo ya zao hilo kwa mwaka 2025-2026, ambapo wakizungumza katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Uyui, wakulima wa zao hilo na wawakilishi wa wananchi wilayani hapo wanaeleza hali ilivyo na kuiomba serikali kuongeza bei hiyo kwa kuwa bado soko la zao hilo linaendelea. Katika kampuni moja tu kati ya makampuni 9 ambayo yananunua tumbaku kwenye halmashauri yetu yamenunua chini ya wastani. Yamenunua wastani wa 1.49, kinyume hata na muongozo wa serikali wa 1.9. Leo hii ukiangalia kwenye halmashauri yako ya Uyui, kwa uzalishaji huu na mauzo haya, si chini ya vyama 50 vinakwenda kudondoka. Sisi hatuko tayari kuona serikali inaenda kugombanishwa na makampuni kwa utaratibu huu ambao tunauona hapa. Niombe tu sasa kamati yako hii kwamba ilichakate hili swala, ione namna gani ambavyo wanaweza kufanya mazungumzo na haya makampuni ili sasa mkulima aweze kupata haki yake. Kwa upande wa mabenki yanayotumika kutoa mikopo kwa wakulima wa zao hilo, wanaeleza hali ya mikopo kwa wakulima hao katika msimu ujao, huku baadhi ya makampuni yakitoa utetezi wao kufuatia kukiuka utaratibu wa kununua tumbaku kinyume na bei elekezi. Lakini ndani ya vyama hivi wameshindwa kulipana, na wengine wamelipana kwa asilimia ndogo sana, hata 50% haijafika. Kitu ambacho kwa mabenki inatupa hofu kuendelea na msimu ujao. Hoja ya wakulima kufidiwa wale walionunuliwa kwa wastani wa chini ya dola 1.95, hilo nitaliwasilisha kwenye mamlaka husika. Aidha, halmashauri hiyo imeridhia kwa pamoja kupeleka jambo hilo serikali kuu, wakiomba kuingilia kati na kutoa mwelekeo wa zao hilo. Kweli tumbaku ilipata mtikisiko kwenye soko la dunia, tunafahamu. Lakini ni kweli kwamba hata kwenye ule mjengeko wa bei wakati inatengenezwa, kuna baadhi ya watumishi waliowekwa na waliopewa dhamana ya kutengeneza ule mjengeko wa bei hawakuwa waadilifu. Kama mkosi hizo zote hazitoweza kulima mwakani, halmashauri itakuwa na changamoto kubwa. Adela Moses, Channel 10. Serikali imewataka wananchi kutunza akiba chakula walichovuna mwaka huu kama tahadhari dhidi ya changamoto za uzalishaji na upungufu wa chakula zinazoweza kujitokeza endapo tabiri wa mvua za El Nino utatimia. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Ni katika kikao cha kwanza cha mkutano wa 4 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaoendelea jijini Dodoma, ambapo naibu waziri wa kilimo David Silinde ametoa rai hiyo kufuatia swali la mbunge wa viti maalum Nancy Nyalusi kuhoji kuhusu hatua za serikali za kuwalinda wakulima kwa kuhakikisha wanapata masoko ya uhakika na bei ya mazao yao. Katika kuwalinda wakulima ni pamoja na kuhakikisha kwamba kuna masoko na bei nzuri ya mazao. Je, ni lini serikali itaanza kununua mahindi ya wakulima? Nitoe rai kwa wananchi. Tumeshasikia taarifa zimetolewa na mamlaka za hali ya hewa nchini pamoja na duniani kuhusu uwepo ama utabiri wa mvua za El Nino katika mwaka huu. Manake kama kukiwa na El Nino, manake kutakuwa na changamoto katika uzalishaji. Na kama kutakuwa na changamoto katika uzalishaji, manake tunaweza tukawa na hatari kubwa ya uwepo wa njaa katika mwaka unaofuatia. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wote kuhakikisha kwanza tutunze chakula ambacho tumekivuna mwaka huu kwa ajili ya mwakani. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali inaendelea kuchukua hatua
kukabiliana na taarifa za upotevu wa watoto, huku akiwataka wazazi kuongeza umakini na kushiriki katika ulinzi wa watoto katika maeneo mbalimbali ikiwemo elimu na michezo. Serikali ina mpango gani wa kuweka mfumo maalum wa kuviunganisha vituo hivi vya polisi ambavyo vitasaidia wananchi kupata taarifa za walipopatikana watoto wao kwa haraka? Ni kweli kuna nyakati ambazo unatokea taarifa za upotevu wa watoto, lakini hata pia inapotokea taarifa upotevu wa mali. Nisisitize tu kwamba jukumu la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, lakini pia watoto kama alivyosema, ni la kwetu sisi sote, na jeshi la polisi linakuja kutekeleza wajibu wa kisheria wa kusimamia haki hizo, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wote wanakuwa salama. Mkutano huu ni mahususi kwa ajili ya kujadili na kupitisha miswada ya sheria mbalimbali zinazowasilishwa bungeni. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Haya, mawaziri wa usalama wa ndani kutoka nchi za muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes wakutana nchini Australia kujadili matumizi ya teknolojia ya akili mnemba AI kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Australia Tony Burke amesema kasi kubwa maendeleo ya AI na uwezo wake wa kutumika kusababisha madhara imekuwa ajenda kuu ya mkutano huo. Katika mkutano huo, mawaziri wameshuhudia maonyesho ya ndege na vyombo vya baharini visivyo na rubani, ikiwa ni juhudi za Australia katika kuimarisha ulinzi na ufuatiliaji wa mipaka yake, hasa maeneo ya katika pwani ya kaskazini, kufuatia sera kali za kudhibiti wahamiaji haramu zilizoanzishwa miaka 25 iliyopita. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Yahya Kido amesema kuwa Mwenge wa Uhuru unatarajiwa kuwasili mkoani Kagera Agosti 30 mwaka huu, ambapo utazindua na kukagua miradi 54 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 23. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Kido amezungumza na waandishi wa habari juu ya ujio wa Mwenge wa Uhuru katika mkoa wa Kagera. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Kido amesema kuwa Mwenge wa Uhuru utawasili mkoani Kagera tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mkoa wetu wa Kagera unatarajia kupokea Mwenge wa Uhuru tarehe 30 Agosti 2026 wilayani Muleba katika uwanja wa shule ya sekondari Nyakabango ukitokea mkoa wa Geita. Mwenge wa Uhuru utakapokuwa mkoani Kagera unatarajiwa kukimbizwa katika halmashauri 8 za mkoa wetu wa Kagera. Mwisho, mkuu wa mkoa wa Kagera amewataka wananchi wote wa mkoa wa Kagera kujitokeza kwa wingi kushiriki mbio za Mwenge wa Uhuru utakapowasili mkoani Kagera. Kupitia ninyi waandishi wa habari na vyombo vya habari mkoani kwetu, niwaalike wananchi wote kujitokeza kwa wingi kupokea Mwenge wetu wa Uhuru mkoani Kagera. Jacques Joachim, Channel 10. Naam, shukrani sana Jacques Joachim kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Tume ya Madini TMC imebaini miradi 48 kati ya 28 ya uchimbaji mdogo iliyopewa leseni za msaada wa kiufundi haifanyi kazi kama sheria inavyoelekeza. Tupate undani wa taarifa hii. Akizungumza na vyombo vya habari hapa jijini Dodoma, katibu mtendaji wa Tume ya Madini Mhandisi Ramadhani Lwamo alisema kwenye miradi 42 iliyobainika kuwa haifanyi kazi, Tume ya Madini tayari imetoa hati za makosa za siku 30 kwa wamiliki wanaohusika na miradi hiyo. Aidha, mhandisi Lwamo akachukua nafasi hiyo kueleza kuwa hata kwenye miradi 86 inayofanya kazi ya uchimbaji mdogo kupitia leseni za msaada wa kiufundi kuna changamoto za uendeshaji wa migodi hiyo. Wamiliki na wawezeshaji wa msaada wa kiufundi wameelekezwa kurekebisha mapungufu yao kwa mujibu wa kanuni za msaada wa kiufundi, na wenyewe wamepewa muda wa siku 30. Na kama wahusika watashindwa kutekeleza matakwa yaliyowekwa ndani ya muda huo, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa, ikiwemo kufuta ridhaa ya msaada wa kiufundi iliyotolewa.
Katibu mtendaji huyo wa TMC ametahadharisha kuwa wataendelea kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye miradi hiyo yenye msaada wa kiufundi ili kuhakikisha sheria na kanuni zake zinatekelezwa kwenye migodi ya wachimbaji wadogo. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringa Mongi. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza kusitisha shughuli za vyuo vikuu vya umma katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 mashariki ya nchi hiyo, ikiwa hayo yanajiri baada ya Kinshasa kulishutumu kundi la M23 kwa kuajiri wafanyakazi katika vyuo hivyo kinyume na sheria. Wizara ya Elimu ya Juu ya Kongo imesema vyuo hivyo vitasalia kufungwa hadi wakati taarifa nyingine itatolewa, na kusema imechukua hatua hiyo kama njia moja ya kuzuia shughuli za elimu kuendelezwa kinyume na kanuni na taasisi za kimasomo. Eneo la mashariki ya Kongo kwa miongo mitatu limekuwa likikabiliwa na changamoto za kiusalama, makundi ya silaha yakipigana kudhibiti maeneo yenye utajiri wa madini, huku waasi wa M23 wamekuwa wakidhibiti baadhi ya maeneo ya Kivu kaskazini na kusini tangu mwaka wa 2021, ikiwemo miji ya Goma na Bukavu ambayo walichukua mapema mwaka uliopita. Tukiendelea mbele zaidi, mtazamaji, Iran na Oman zinaendelea na mazungumzo kuhusu kufungua njia ya muda ya usafiri wa majini pamoja na kuondoa mabomu ya baharini katika mlango bahari Hormuz. Mazungumzo hayo yamefanyika mjini Tehran ambako mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili wamejadili mfumo wa hatua kwa hatua unaolenga kuruhusu usafiri wa meli za kibiashara kupitia eneo hilo na kuimarisha usalama wa majini. Tamko la Iran linaashiria suala la usalama katika mlango wa Hormuz linaloendelea kuwa sehemu muhimu ya mvutano wa kisiasa na kijeshi katika eneo la Ghuba. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupa soko na kupata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa tunakuja kuangazia katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.